Ahimidiwe, ahimidiwe, asifiwe Mungu wetu afanyaye mambo makuu, kwa jina la Yesu. Karibu tuombe. Asante Mungu, Bwana wa mabwana, mfalme uliyejaa upekee wa milele na milele. Ututendea pekee kwa huruma na rehema tena saa hii, katika jina la Yesu. Tunapoenda kumaliza mwaka, Mungu tulinde Baba, tuongoze Baba, tutetee kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu akubariki na kukujalia kuona neema na nguvu katika siku nyingine ya leo. Basi endelea kushibishwa nafsi yako na neno hili, kwa kuwa neno la Mungu ni uzima, neno la Mungu ni chakula chetu, linatuponya. Yohana 17, nianzie mstari wa 3. Yohana 17:3. Kuna maneno ya pekee sana katika sura hii ambayo Yesu anatuambia, anatufundisha, anaongea na Mungu, wanaongea. Ni ulimwengu wa roho unatenda mambo makubwa sana hapa kwa jinsi ya pekee. Yesu anasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Ukiangalia mstari ule wa 10 anasema, na wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimetukuzwa ndani yao. Ona maneno ya kipekee sana. Mstari wa 14, mimi nimewapa neno lako, na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Angalia mstari mwingine ule wa 24, Baba, hao walionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo, wapate na kutazama utukufu wangu ulionipa, kwa maana ulinipenda kabla ya kuwekwa msingi ulimwengu. Amina, haleluya. Kwanza Yesu anaanza kusema uzima wa milele ni nini? Anasema uzima wa milele ni huu. Anautolea majibu, ni kumwamini Mungu wa pekee na wa kweli, ambaye ndani yake na Yesu, au sema ni kumwamini Mungu na Yesu. Huu ndio uzima wa milele. Hakuna uzima wa milele bila Yesu, hakuna uzima wa milele bila Mungu, hakuna uzima wa milele bila Mungu wala bila Yesu. Hakuna ukamilifu wa mambo yoyote ya kiroho bila Yesu, bila Mungu, katika mbingu na katika dunia. Haleluya. Haya, tunamwamini Yesu. Tukimwamini Yesu, Yesu ni wa pekee. Mungu wetu ni Mungu wa kipekee. Yesu anasema Mungu wa pekee tena wa kweli. Mungu wa kweli na wa pekee, au Mungu wa pekee na wa kweli. Tukimwamini, mambo yetu yatakuwa ya kweli kweli na ya kipekee. Endelea kuvutwa kumwamini sana Yesu. Endelea kuvutwa sana kumwamini Jehova ambaye ana upekee. Maisha yake ni ya kipekee, maisha yetu ni ya kipekee kwa sababu yeye ni Mungu wa kipekee. Amefanya mambo ya kipekee kwa sababu yeye amejaa upekee. Atatenda mambo ya pekee kwetu kwa sababu yeye ni wa pekee. Yesu Kristo si wa kawaida, na sisi hatutakuwa wa kawaida. Tanzania itakuwa ya kawaida tena, maisha yetu hayatakuwa ya kawaida tena. Hatutakuwa wa kawaida kwa sababu Yesu wetu si wa kawaida. Mungu wetu si Mungu wa kawaida kawaida, ni Mungu wa kipekee. Amejaa upekee na uweza wa kipekee, na atakujaza, atatujaza, ataifanya Tanzania kuwa tofauti tena. Tunamuomba Mungu wa pekee na wa kweli katika taifa hili. Atafanya kwenye ndoa yako, atafanya kwenye ujana wako, atafanya kwenye uzee wako, atafanya kwenye familia yako, atafanya kwenye malango yako, atafanya kwa kipekee kwa sababu amejaa upekee. Anasema tumwamini, huo ndio uzima wa milele. Uzima wa milele ni wa kipekee kwa sababu una Mungu wa kipekee, na tukimwamini Yesu tumepokea vilivyo vya kipekee katika jina la Yesu. Na sababu pia anasema wote walio wa Mungu ni wa kwake, na walio wa kwake ni wa Mungu. Huwezi kutofautisha, yani huwezi kupishanisha, wala huwezi kukwepa popote. Ukikwepa sehemu moja umekwisha. Yesu anasema wakinichukia mimi, wamemchukia Baba. Wakimchukia Baba, wamemchukia Yesu. Hamna pa kukwepa. Basi ni Mungu anayetutendea pekee, kwa sababu yeye ametufanya kwamba tukimwamini tumekuwa wa Mungu, tukimwamini Mungu tumekuwa kwake. Ameunganisha kitu kimoja. Yesu wa pekee sana. Mstari ule wa 14, mimi anasema mimi nimewapa neno lako, na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Wewe si wa ulimwengu, wewe si wa dunia hii. Upo kwenye dunia hii, umezaliwa kwenye dunia hii, lakini kabla ya hapo uliumbwa kiroho, ulitanguliziwa kiroho. Alafu haya mengine yanakuja. Sasa sisi si wa dunia hii, na Yesu anasema tutachukiwa kwenye dunia hii. Tutachukiwa. Ukiona unachukiwa, usianze kupata shida. Ni kwa sababu wanaokuchukia ni wa dunia, hawana Yesu. Wenye Yesu ndani yao
hawawezi kuwa na roho ya chuki ndani yao, hawawezi kuwa na roho ya mauaji ndani yao, hawawezi kuwa na roho ya unyama ndani yao, hawawezi kuwa na roho ya kutekateka na kuharibu wengine ndani yao. Watakuwa na upendo na huruma kama Mungu Baba alivyo na huruma. Kwa hiyo kwenye dunia Yesu anasema tutachukiwa. Kwa nini? Kwa sababu ya jina lake, kwa sababu ya kumwamini, kwa sababu yeye ni wa pekee, ametupa kitu cha kipekee cha tofauti na wao. Wanakasirika, watachukia. Ndio hicho anasema kwenye mstari wa 14, watakuchukia, watatuchukia. Tuna cha pekee. Wanaomwamini Yesu Kristo wana kitu cha pekee kikubwa, kizuri, kifanani na wowote popote. Ndio sababu wanaweza wakatuchukia na wametuchukia na wengine hata sasa. Imeonekana zaidi. Sasa simama tu na Yesu tu, atazidi kukufanya wa pekee, atatufanyia cha pekee katika kanisa lake, katika taifa hili. Atatenda ya pekee kwa sababu yeye ni wa pekee. Tumemwamini, tumemuomba, naye anatusikia, atafanya. Na mstari wa 20 anasema, Baba ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo, tuweze kutazama na utukufu wake popote alipo. Anasema popote alipo anataka nasi tuwepo. Popote alipo Yesu, nawe ukawepo. Alipo Yesu, nawe ukawepo. Na anasema maneno haya kwa kipekee, Baba hao walionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo, wapate kutazama na utukufu. Yesu ametaka, Yesu anatuhitaji. Alipo yeye nasi tuwepo. Alipo Roho yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana, yote yanawezekana, yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana, yote yawezekana kwake alipo Yesu. Tanzania mpya safi yenye mabadiliko ya kipekee inawezekana. Kanisa la kipekee lenye uamsho wa nguvu inawezekana sasa, kwa sababu Mungu wetu Yesu wetu ni wa pekee. Maisha yetu ya kipekee yanawezekana kubadilishwa kutoka hali ya unyonge na huzuni na dhambi na uovu na kushindwa. Yawezekana sasa, Yesu anabadilisha. Amini, 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 amen. Barikiwa. Baba, asante kwa uweza wako na nguvu zako. Bariki tele mtu huyu. Mpe kibali na afya na neema. Mpe upekee, atembee kipekee akilitumikia kusudi lako, Mungu mwenye nguvu na Baba wa milele, katika jina la Yesu Kristo. Bwana akushangilize, Bwana akutetee kwa uweza wake wa pekee, akufiche damuni mwake. Yeye ni wa utukufu na nguvu. Amina.